Ndio ndugu yangu, karibu sana. Asante sana. Niambie mzee. Kama kawaida. Uko poa? Uko vipi shamba? Safi, karibu. Asante. Shemeji, kwanza naomba radhi kwa kile nitakachokiongea hapa. La kama kitakukwaza au kitakufurahisha. Shemeji, toka nikufahamu wewe. Sijawahi kukuona ukiwa na mwanamke yoyote. Wala sijawahi kuona umeenda sehemu umechovya. Hivi ni kwa nini? Wala sina sababu nyingine zaidi ya tu maisha ninayoishi. Unajua shemeji, mimi maisha yangu na kipato ninachokipata ndio sababu inanifanya mimi nishindwe kuwa na mwanamke. Wala hakuna sababu nyingine yoyote. Shemeji, niko serious. Na stani. Ninachokiongea namaanisha. Hata mimi pia namaanisha. Wala sina sababu nyingine yoyote ya mimi kunifanya nisiwe na mwanamke. Mzee baba. Unajua ukizungumza hivyo utakuwa unakosea sana mzee. Siku zote maisha ni yale yale ndugu yangu. Sawa? Sisi watoto wa kiume hatupaswi kabisa kuyakimbia majukumu yetu. Unajua haya maisha ya ubachela haya, yana mwanzo na mwisho. Na kwa jinsi ninavyofahamu mimi, Pande, mshikaji wangu, rafiki yangu, ndugu yangu wa karibu, na umri ambao uliokuwa nao, I say unapaswa sasa uingie kwenye chama chetu mzee. Brother, mimi nimekuelewa Njimbo rafiki. Ile kwa maisha niliokuwa nayo mimi na wanawake wa sasa hivi. Tamuoa nani mimi rafiki yangu wewe? Nani ambaye atanikubali kwa sasa? Sawa, unaweza kukaa naye unakuta mwezi mmoja tu kakuletea mbanga. Sasa mimi nataka maisha ya kujiumiza moyo rafiki yangu. Mimi na rafiki yangu katulia kabisa. Kalelewa katika maadili, hana shida. Yaani ni anaweza kuvumilia kwenye matatizo. Anajua nini maana ya ndoa, hata kama hajapitia kwenye ndoa. Ni kitendo cha wewe kukubali tu kama uko tayari au haupo tayari. Haya maswala mengine mimi nitayamaliza. Yaani hata leo hii ukitaka nimlete namleta. Ni wewe tu ukubali. Shemeji bwana. Unajua shemeji unafanya masiara. Hivi maisha yangu mimi nilikuwa nayo. Kuna mwanamke kweli anaweza kanielewa kweli. Kabisa tukaeni ile serious, yani kama ulikuwa na ndugu yangu hapa hivi. Shemeji, mimi na maisha magumu wewe. Sio tu hivi napendeza ukajua labda niko good. Mimi na life ngumu shemeji wewe. Wewe tu kubali afu uone. Mimi nitasimamia kila kitu. Yaani mwanamke hana shida, namjua na sijamjua leo wala jana. Namjua toka muda mrefu. Nimekuelewa. Talifanya kazi. Kweli? Kabisa. Asante. Sasa shemeji, mimi nakuacha na rafiki yako mpige story kidogo. Wewe nije hapo jikoni. Hamna shida sio. Ila blaza. Wacha. Wewe no. Hata wewe utapata vitu kama hivi. Acha wewe. Lele. Kwanza nashukuru Mungu sana kwa kuona na wewe tena kwa mara pili. Najua kuna vingi sana tulivyofanya huko nyuma. Ahadi nyingi sana ambazo tumewekeana mimi na wewe. Lakini kitu ambacho ninachokiomba Lele kutoka kwako, tuasahau yote yaliyopita na tugange yajayo. Mwanzo uliniachia nini? Si uliona mimi sina thamani na ukaenda kuoa mwanamke mwingine? Lele, ufahamu chochote yani kuhusu ndoa ambayo nilioa. Lakini kiukweli kabisa Lele, huyo mwanamke ambaye niliomuoa, sijamuoa kwa ridhaa yangu. Wamenilazimisha tu wazazi wangu. Lakini kiukweli kabisa Lele, bado nakuwazia sana katika moyo wangu. Bado nakuhitaji sana katika moyo wangu Lele. Njimbo muongo, sio kweli unaniongopea. Lele, nizungumze neno gani ili unielewe? Kama kweli unanipenda, na vipi kuhusu mkeo? Kuhusu mke wangu, hilo jambo niachie mimi. Nitalimaliza. Kitu ambacho mimi ninahitaji kutoka kwako ni kukubali kwako tu. Tuendelee pale tulipoishia na si vinginevyo. Njimbo una maneno matamu sana. Naomba nikupe tena moyo wangu kwa mara ya pili. Lakini niahidi haitojirudia tena kama ile ya mwanzo. Kwanza nakushukuru sana kwa kurudisha penzi letu upya. Na kingine mpenzi wangu, labda nikuahidi jambo.
Mwanamke! Jehado! Mwanamke! Jehado! Unaona mdogo unisikia uzarau? Hivyo wewe mwanaume ukoje lakini? Mwanaume gani wewe kila siku ni kulewa tu pombe au mpaka hapa mtaani wajue kwamba hapa naishi mlevi? Nakuuliza. Nipoje mwekundu wa Blue Moose. Leo ndio utajua mimi nani humu ndani. Sawa? Va. Jo. Leo unakaa nje na watu jambo. Uvaza. Nifungulie mlango, mimi nataka nifanye. Kaniki. Nifungulie mlango bana. Halo. Ase mipango imeenda vizuri. Mipango imekwenda vizuri. Sasa mimi sasa hivi nataka nitoke nielekee msikitini. Naona muda wa swala, baada ya swala nao nitafute au mimi nitakupigia simu baada ya swala ili tukutane tuweze kuzungumzia hili jambo. Kila kitu kiko sawa kabisa, lakini baadaye na mimi tukionana tuongee vizuri zaidi. Sawa. Hakuna Lili. Abe? Hebu niletee simu yako mara moja. Na simu yangu imeshasalio. Lazima mara moja. Nakuja. Fanya haraka. Halo. Simu yangu sasa ndio ilikuwa imeisha bwana. Ndio hivyo kama ninavyokuambia, baada ya swala tuwasiliane. Itabidi uje nyumbani hapa ili tukae tuzungumze vizuri. Sawa, haina shida. Inshallah. Lili. Nakuja. Mchoo kwanza. Hivi upuuzi gani unafanya mwanangu? Upuuzi gani baba? Naona kuna message za ajabu ajabu zinaingia katika simu yako. Mambo haya umeanza lini haya? Message zinaingia za ajabu ajabu. Hebu angalia ujinga ambao unafanya huo. Sikia nikwambie. Ndani nyumba yangu sasa ujinga kama huo, sawa? Baba, mbona hii message mimi namba ngeni? Mimi sijui namba. Hiyo namba unaijua na wewe mtu atuma message unamfahamu? Simfahamu baba, namba ngeni. Usinifanye kama mimi sina akili, sawa? Unajua wewe? Wewe mtoto wa familia ndio jela. Wewe mtoto. Jamani, watu wamekuwa sasa hivi. Unajua unafanya vitu ambavyo vieleweki. Jomba. Shida ni nini? Mpuzi sana dada yako huyo. Kwani tatizo ni nini? Nimechukua simu yake na angalia simu yake naona message za ajabu ajabu zinaingia kwenye simu yake. Kashinda kufanya ujinga sasa hivi dada yako huyo. Samahani Jomba. Mimi ndo ninatuma hizo testi. Na sio kwa nia mbaya. Unasema nini Hamisi? Ndio, lakini sio kwa nia mbaya. Nilikuwa nataka nimtanie tu dada yangu. Hivi mjomba una akili kweli wewe? Mjomba una akili kweli wewe? Sikiliza nikwambie.
Wewe ujinga wako sitaki kuona unafanyika, sawa? Lazima muishi kwa kuheshimiana. Huyu ni dada yako, lazima kuheshimu, lazima ndio muheshimu vile vile. Unaelewa mimi? Afu ya misi kiponza na mesali zako za ajabu ajabu, siku matani kama mimi siataki. Niangalie nitakunyoa nywele mimi. Ila babako anapiga sana. We. Mjomba wako angeniua leo. Afu mata ni yako ya kijinga mimi siataki. Mungu wangu. Baba yangu mtoa kichwa. Vipi umepika? Nipike ni? Na tena niko kunafagia. Naomba kamalize kufagia alafu upike ugali. Mimi nitakuja kusaidia mboga. Nalala leo. Alafu hiyo namba yangu mpya nimesajili jana. Wewe kama jambazani kila siku kusajili namba mpya. Sasa ni save vipi niache hivi? Na nitaka nikutesti tu. Unanichiti au la? Toka hapa unapenda mwanamke kutoa mali yako. Mpe mali babangu. Je, wewe siku hizi mwanangu wangu. Leo siku ya 5 sasa mpaka nimeamua kuja kwako mwenyewe. Una shida gani? Rafiki yangu, nafikiri wewe mwenyewe unaelewa maisha ninayopitia mimi. Naelewa. Kwanza yuko na kivuruga wewe. Hiyo kwa nani? Muda sio mrefu tunaona anapita. Ngemo. Ndio muda wake. Pole. Ndio. Umeniachia na kula kwa nani? Ya kula. Yaani hata kama ningekuachia hela kula zaidi ya 100,000. Hakuna chakula ambacho ungekipika wewe kitaendesha mimi. Hilo basi, ni bora nikale kwa mamalishi. Kisha nitakaporudi ndio nayo utakula. Hivi ilikuwaje? Kuwa na jinaume gube imeshirikana mtume. Halina kabako. Linaongea ninavyotaka. Alafu mimi nilikwambia jinado. Dai talaka. Mara ngapi nakwambia udai talaka? Kwanza umefikia wapi? Mimi naelewa shida yako. Najua kabisa wewe pia ni mtesa. Sana, nadhani unaelewa. Na vipi kuhusu masuala ya talaka? Umesha wewe swala kaka na chini. Kwa hiyo nitajua jinsi gani mpaka nipate. Sasa wewe ndio jina unajua. Na kwa mimi dai talaka. Ndio ndugu yangu, niambie. Fresh ndugu yangu, vipi? Fresh tu. Kama kawaida? Kama kawa. Au sio? Yeah. Pande. Yeah. Huyu ni shemeji yako. Anaitwa Lili. Yes. Lili. Huyu ni mshikaji wangu sana. Anaitwa Pande. Shukuru kufahamu shemeji. Hata mimi nashukuru kufahamu shemeji. Ni mwanangu sana. Yaani urafiki wetu sasa kama ndugu. Yaani la kwangu, la kwake, la kwake, la kwangu. Ndio maana hata kipengele hiki nimeona bwana nimsilikishe. Pande. Ndio. Nikizungumzia shemeji yako na maanisha kubwa sana. Unajua huyu nimetoka naye mbali sana. Yaani mahusiano yetu sasa kimapenzi ni ya kitambo sana. Muda mwingi sana. Yaani kabla shemeji yako Kamwene sijamuoa. Kabisa. Hivi ufunge kidogo au si? Usijali ndugu yangu. Mimi na wewe tena. Hiyo limeisha. Naamini hilo. Wewe fresh. Mungu anaenda. Ila ndugu yangu, unajua kuchagua. Hichi kitu. No. Mimi sina shombovu. Unajua? Nakukubali. Hebu kunywa kinywaji bwana. Bila kuelewa. Bila kuelewa ndugu yangu. Ndio ndugu yangu. Mambo mengine nasema. Bwana, mambo yanaenda vizuri sana. Japokuwa sio sana. Si unajua tena? Sina pressure. Yaani kwa wapi? Okay, basi sawa. Poa. Dakika 0. Bwana. Mimi ngoja niwaache.
Unajua nini? Kuna simu muhimu sana nimepigiwa. Ushaanza. Nitakucheki baba. Yaani sekunde. Unajua maisha yetu babu? Dakika chache tu hizi. Hii simu muhimu sana mwanangu. Nitakucheki. Poa. Shemeji? Pamoja. Sawa shemeji. Usijali. Mwana mshikaji. Yaani mwanangu sana. Lakini una uhakika hata enda kumwambia mkeo? Nani huyu? Sidhani. Huyu analo kabalako, analo. Atakaa nalo moyoni. Sasa baby, ni muda mwingi sana sijaonana na wewe. Nimekumisi sana mpenzi wangu. Nilijua tu mwangalie. Kama utojali. Nikaangalie chumba ili tupumzike kwa masaa 3. Sawa. Makubali Kwani kusubiri au tunaenda wote? Twende wote baby. Nikuache tena hapa? We.